Hii ni The Dark, nami ni Yasin Ngitu. The Dark inaangazia mikasa na matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika mitaa yetu na kutafuta majawabu ya pamoja katika kutatua changamoto hizi. Leo kisa chetu kipo Sinza jijini Dar es Salaam. Tunakutana na kijana mwenye umri wa miaka 20 ambaye miaka miwili yuko nje analala pembezoni mwa barabara. Nini kisa na mkasa kimempeleka huko? Naomba ungana nami ili tujue kisa hichi, then tuje na majawabu ya pamoja. Natamani kuwa baba. Hayo si maneno yangu, ni maneno ya kijana ambaye amelala nje kwa miaka miwili akiosha magari na kuombaomba ili kujitafutia riziki ya kuweza kuendesha maisha yake, lakini kwa sasa amechoka. The Dark imefika maeneo ya mataa ya Superstar, barabara ya Sinza Makaburini, na kuzungumza naye kujua nini kisa na mkasa. Ungana nami kwenye mkasa huu mwanzo mwisho. Hapa hivi na miaka miwili sasa hivi nalala. Wakati wa maandamano mko na au kwa msituni. Ni mwaka wa pili niko da. Nilivyokuwa na teswa mswa na baba wa kambo ndo nikamua mjeda. Hapa hivi nimechoka ekanwa na watu esemwa vibaya. Unachofuraje kioo? Nimekwambia unionyoshea. Bali mikaoshi sizioni hapo. Kwa nimechoka kazi. Haya hapa hivi sio maisha ya kuishi. Na takiwa niitwe baba na mimi. Nina mgeni na watoto. Na watoto wako wapitie maisha kama haya. Sitaki pitie maisha nilioishi. Unatamani nini? Ni hata enda gereji hapo pewa na geto hapo sasa hapo. Kwa nini umeona ujuzi ni muhimu sana? Ujuzi si ndo ya msingi wako wa maisha. Na unatamani uwe baba mzuri na mtoto wako asipitie maisha kama haya. Unawaambia nini sasa wa baba wengine? Unaweza kuwa ni baba kweli ambao ni baba wa kambo, baba wa kufikia, lakini unawaambiaje kuna baba kutokana na kilichokutokea wewe, lakini kuna maisha uliyoyaona? Ambia yeye si tese mtoto kama Yesu wake au yeye usimtese. Baada ya mahojiano hayo, tuliamua kutoka naye mpaka sehemu tulivu ili apate chakula cha mchana, then atueleze kwa kina kuhusiana na mkasa mzima kuhusiana na maisha yake. Jina lako nani vile? Benjamin Gosmas. Wale una jina ambalo ulikuwa unakuita jina gani pale? Mafegi. Unavuta sigara? Mafegi. Sigara ama nini? Kwa jina la Mafegi. Ulikuwa unavuta sigara? Sasa hivi umeacha. Sigara sio nzuri, unaambiwa hivyo? Yeah. Mara ya kwanza kuja yeye ya babo stand ndio ya Ubungo ya Haijahamishwa. Haijahamishwa bwana. Ulikuja kujaje? Aliingia yeye na Chesses.
Sisi vipi? Chini ya gari. Ulikaa chini ya gari? Ilikuwa yani uliingiaje chini ya gari na ulisafiri kutoka hapa hadi wapi? Arusha hadi hapo Dar. Kwa unakaa kule chini na ule moto na ile vumbi. Hivyo pia zinaishi. Na chini pale sasa mnakaaje kwenye hiyo CSS ili mpaka msianguke? Maana toka kule Arusha mpaka Dar es Salaam ni pana umbali mrefu sana, ni masaa zaidi ya 10 huko chini. Mnakaa kwenye mazingira gani? Hata kusinzia kupo? Una sinzia ila umeshikilia chuma. Usianguke. Nataka tuniambie kule nyumbani mazingira ambayo ulitoka, yani ulifukuzwa, uliamua tukuondoka nyumbani baada ya maisha, nini kilikutoa nyumbani? Ni faza tu kambo nikayeni kamsha inaima mama yeye nikaondokaga tu nyumbani. Alikuwa anakufanya nini kwani? Yeye nioshea sana, yeye nipiga. Nikamwaga yeye ondoke tu, yeye ni mwache. Umesoma shule mpaka darasa ngapi au form ngapi? Hadi la 7. La 7. Sija. Siku fanya yeye mtihani wa taifa. Kufanya mtihani wa darasa 7? Niliondoka. Kwa hiyo ina maana kabla ya mtihani wa darasa 7 kufanya ndio uliondoka? Okay. Na ndio ulikuja Dar es Salaam moja kwa moja? Okay. Na kipindi kile unaishi pale na mama na baba, ni issue ya kukupiga tu au kuna vitu vingine vinaendelea ndio maana ikatokea hayo? Ana yeye dinge uko kwa amesha leo alafu anakuja yeye tushakisha. Ni siku gani utaisahau kabisa ukiwa kule, ama kuna jambo lilikutokea ukasema hapa basi? Yes, yeye ni pigwa yeye nika ndo siku hiyo yeye ondoka yeye nyumbani, ndio shewa yeye sana, yeye nikaumia, nikaondoka yeye nyumbani na mimi au kwenda labda kutoa taarifa kwa ndugu zako wengine ili wakusaidie. Mama hakukuzuia? Mama yeye hayuko kwa yeye muda wewe hapo hivyo yanakupa. Uko wapi mama? Nini wakati baba anafanya hayo na maana mama hayuko nyumbani? Yupo yeye muda yeye. Yupo yeye, mimi ndo yeye narudi nyumbani muda yeye yupo na mimi naondoka. Okay. Ina maana kwamba sasa mama akirudi baba akuchapi au akupiga au hata kama akiwepo na kupiga? Yana yeye ni ushaga yana na yeye ni ambevi mamako yake yupo yeye ndo na rudi yeye nyumbani, yani ni mbona ndo yeye ni kama yeye amoga yeye ni amshe kabisa mzima. Okay, sasa tukiachana hayo maisha sasa, baada ya kutoka Arusha umesema ulikuwa unapigwa na matukio hayo, pole usikie. Mimi si jamaa. Okay. Hayo matukio ulikuwa unapigwa na huyo, ukaamua kuja Dar es Salaam, na ulikuja Dar es Salaam kwa njia ya CSS umesema mara ya kwanza. Yeah. Kwa nini uliwahi kurudi?
Nyumbani ndaigi rudi Mpindo, nikaja Dar tena nikarudi tena nyumbani nikarudi tena, na ndio hiyo nimekaa Mpindo mwaka huwa sasa unaishia. Sasa hizi safari zingine uko unatumia usafiri wa kawaida, sio chassis number, sio chassis. Chassis umetumia mara moja tu? Mara moja, muda naingia Dar kwa mara ya kwanza. Sasa Dar es Salaam umefika na ukiwa umri mdogo, maana kama ulitoka kule na miaka 10, sasa hivi na miaka 20, na ulitoka kule na miaka 18 ulikuwa mdogo. Ukaanza kulala wapi sasa na ukawakuta vijana? Hapo hivyo Ubungo stand hapo. Stand hapo hivyo kwa yeye wananaye paita Mtipesa bwana. Ubungo hapo hivyo kwenye soko sasa hivi hapo. Na mlikuwa vijana wangapi uliokuta pale? Wengi sana nilikuta. Kama wangapi? Yes. Uweze kukisia labda wako walikuwa 10, 20, 30. Kama 40, 50. Ni wengi sana, si stendi. Sababu kuna wakati watu wana hofu, mara nyingi ukionekana huko hivyo ama ukionekana mazingira hayo, issue uaminifu kwao inapotea. Hata akitaka kukupa kazi anaweza kusema wewe jamaa ataniibia. Wewe sasa kwako unadhani kwa nini sio hivyo? Yaani kwa nini wewe hautakuwa kama hivyo na wanavyofikiria watu wengine? Wakikuona hivyo wanaona labda ni kibaka, labda ni mtu anaweza kuiba, sio mwaminifu. Hapa hivi tu ni mchawi ndio tuna kazi ile na jua brother hivi, ndio maana naomba Shamka pale saa 2 ile asubuhi, wengine watafuta ingia rodi ila chai nini. Kinachopatikana ni cha wote ama kila mtu anapata ni cha kwake? Walioko macho, walioko rodi ndo toka hata 10,000 hapo chai wote chukuana wana enda kunywa chai. Na kulala saa ngapi? Na muda wote tu ni usiku gize ukisia. Mko watoto wengi sana pale, wengi sana. Mvua kali kama hii mvua ile maisha yetu kwa chini hapo mzali bana unakaa kwake yetu hapo dukani kwake hapo yetu akaa pale ndo anawasaidiaga. Karibu watu wote mnasaidiwa na mzee wake. Yupo mpaka leo? Yupo. Ila tokea juzi dukani hadi. Kwa nini? Ana kuja mtoto wake. Mzee wali kwa haita anakaa Mbezi. Sasa ukikuwa na magari matatu, Fuso vile vidogo vile ndio vidogo tunazungumzia, labda ni vile vigari vidogo zile vya chini, lakini tunazungumzia ile magari makubwa ya kifahari hayo marenji manini. Wewe ukiona gari kwa mara ya kwanza unaenda kwenye gari ipi? Yani hapo unajua hapa nimelenga, yani hapa na Mungu atanipa riziki. Gari gani?
Mimi naenda maskani. Maskani? Maskani, madereva maskani. Mungu awajalie ndugu yangu. Wanakuwaga wana roho fresh. Tena wa Zambia, wa Burundi. Wanabariki sana. Tulishazungumza kuhusiana na shauku yako ya kwenda gereji na kubadilisha maisha yako. Sasa hebu ongea na Watanzania, kaka zako, dada zako, baba zako wengine, waambie kwa huruma kwamba shida yako ni nini na kwa nini unahisi wewe utabadilika na utakuwa tofauti na mfano wa kuigwa kwa vijana wengine. Mimi hapa hivi ni kama wao tu bina damu mimi wenzangu, ndio maana naomba hata maisha yangu badi elike naomba na mtu yake ndio hicho tu basi. Napata shida kuongea. Pole. Asante. Ushazoea jambo. Hii toka ukiwa mdogo, si ndio? Tokea mdogo. Haya, shukrani sana. Mimi nadhani Watanzania watasikia hii na wataguswa, kwa sababu huna simu, huna namba, mimi nitakuwa badala yako. Si unaniamini? Nakuamini. Namba ila hii. Unayo namba? Zako ninazo. Namba zangu nazo? Mwanangu. Sasa hujanipigia lakini sasa. Ila yeye iziweka yeye kwenye simu yeye ya plaza yeye mmoja umeweka kweli. Nimezisave kabisa. Sasa mimi nadhani leo ikiruka ni hizi lazima nikutafuta. Nataka ubadilike kabisa, nakubadilika lakini wewe unataka ubadilike kweli. Sawa. Unaelewa? Utakufanya? Badilike kweli, ishu za sigara unajua achana nazo kwanza. Nimeshaacha. Kwani machi? Sigara sivuti sana. Bangi kidogo. Asivuti kabisa bangi. Sigara kwa nakuta. Hivyo vitu. Na chacha sigara yeye navuta moja. Jitahidi. Sasa taratibu jitahidi. Unajua kwa nini tufanye hivyo? Ili ufocus kwanza na hicho ulichokifanya. Sawa? Afya yako iko sawa, unaingia garage, unahitaji nguvu, unahitaji akili. Ufocus miezi 2, 3 mpaka 6. Mimi nakwambia bwana wewe, njoo bwana gari, njoo inua engine huko gari vile nani huko ndugu yangu. Tunaongea mambo mengine. Fundi ambao unaanza kula vimeo vyako, unakuwa na mke wako, watoto wako, utajisikiaje? Vizuri kabisa jamani. Unaona na kwako fresh. Umeelewa? Lakini pia utasaidia kuwabadili vijana wengine. Si ndio wenyewe jenda la. Basi shukrani sana ndugu yangu. Asante sana mtazamaji wa Bongo 5 TV kwa kuwa nasi mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho. Nadhani umesikiliza ripoti yetu kwa ujumla na umekuwa na mawazo tofauti ambao unaweza kuyaacha kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Lakini jukumu la watoto wa mitaani ama ambao wanapitia changamoto mbalimbali ni jukumu la kila mmoja, sio serikali, lakini jukumu la jamii kwa ujumla. Naomba nikuache na kisa hichi cha moja kati ya mastaa wakubwa sana kule nchini Marekani. Hapa nazungumzia Stanley Rambo. Huyu ni star ambaye miaka ya 60 mpaka na 70 aliweza kutoroka nyumbani kwao kutokana na maisha migogoro. Hiyo ni story ya siku nyingine, lakini baada kutoka alienda New York akaishi stendi ya mabasi kwa muda wa wiki 2 bila kupata chochote, lakini alikuwa anahangaika kutafuta riziki. Lakini akapata tangazo moja la film ambalo lilikuwa linashutiwa, akaomba kushiriki kwa $100 kwa siku, ambayo ilikuwa ni ujira mdogo sana kwa miaka hiyo. Alishiriki na baada ya kushiriki alishiriki siku 2 akapata ujira, akaweza kupanga chumba na kuanza maisha yake.
Siku moja aliweza kuhojiwa na moja kati ya vyombo vikubwa sana vya habari huko Marekani. Akaulizwa katika kipindi kile ni kitu gani ambacho ulijifunza katika yale maisha. Akazungumza kilikuwa ni kipindi chake kigumu zaidi kukiishi katika maisha yake, na alikuwa na machaguo mawili, ni kuchukua ujira mdogo ama auache aibe, lakini jamii ikamnusuru. Sio mimi ama wewe tunaweza tukawa majawabu sahihi ya changamoto zetu.